Samia Suluhu aingia mafichoni baada ya kupokea ujumbe mkali kutoka kwa Iron Lady, wakili na kiongozi wa chama cha PLP Martha Karua, ambapo alimkashifu kwa uongozi wa kidikteta. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na kumbuka kusubscribe. Kiongozi wa chama cha People's Liberation Party PLP Martha Karua amejibu kwa msimamo dhabiti shutuma kutoka kwa wabunge wa Tanzania waliomtaka achukuliwe hatua kwa kile walichokitaja kuwa kuingilia masuala ya ndani ya taifa hilo jirani. Akizungumza siku ya Jumanne alasiri jijini Nairobi, Karua alikosoa vikali matamshi ya wabunge hao, akiyataja kuwa hayana uzito wowote na kwamba hata shiriki katika malumbano yasiyo na msingi. Martha Karua, ambaye pia ni aliyekuwa mshirika mkuu wa muungano wa Azimio la Umoja, alitumia jukwaa hilo kueleza hofu yake kuhusu hali ya haki za kibinadamu haswa katika nchi ya Tanzania. Alidai kuwa utawala wa Rais Samia Suluhu Hassan unakiuka katiba ya taifa hilo pamoja na sheria za kimataifa, hali inayotishia ustawi wa kidemokrasia katika kanda ya Afrika Mashariki. Akiweka bayana msimamo wake, Karua alitolea mfano wa kiongozi wa upinzani nchini Tanzania, Tundu Lissu, ambaye kwa mujibu wake alinyimwa haki ya kusikilizwa kwa usawa na mahakama huru. Alieleza kuwa kesi dhidi ya Lissu ilikuwa na mvuto wa kisiasa na kuwa serikali ya Tanzania iliwavunja moyo raia wake kwa kushindwa kulinda misingi ya haki. Karua alisema kuwa serikali yoyote inayokwenda kinyume na katiba yake haiwezi kuwa mfano wa utawala wa sheria. Aliongeza kuwa nchi hiyo haijadhihirisha uwezo wowote wa kuwalinda hata wale wanaokabiliwa na kesi zenye mashinikizo ya kisiasa, na hivyo basi haiwezi kudai kuwa inaheshimu haki za binadamu au utawala bora. Kauli ya Karua inakuja kufuatia matamshi ya baadhi ya wabunge wa bunge la taifa la Tanzania siku ya Jumatatu waliomshtumu yeye na wanaharakati wengine 5 kutoka Kenya kwa madai ya kuingilia mambo ya ndani ya taifa lao. Mbunge wa Pandani Mariam Omar alikuwa miongoni mwa wale waliotamka kwa ukali kuwa Karua alistahili kuadhibiwa mara tu baada ya kuingia nchini humo, na akahoji ni kwa nini aliruhusiwa kuondoka bila kuchukuliwa hatua yoyote. Kwa mujibu wa mbunge huyo wa Tanzania, Karua alipaswa kupewa adhabu kali ili kutoa mfano kwa wengine watakaojaribu kuiga hatua kama hizo. Kauli hii ilionekana kulenga kuzima mjadala wowote wa kigeni unaohusu masuala ya haki za binadamu na kisiasa za ndani ya Tanzania, jambo ambalo Karua amesema halitawazuia wanaharakati wa kanda hii kusimamia msingi ya haki na uhuru wa kujieleza. Na katika kipindi ambacho mvutano wa kidiplomasia kati ya Kenya na Tanzania unaendelea kukua, wito wa Karua ni wa kutaka viongozi wa Afrika Mashariki pamoja na mashirika ya kikanda kama Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC kuchukua hatua madhubuti ya kuhimiza kuheshimiwa kwa haki za binadamu na kuzuia matumizi mabaya ya mamlaka dhidi ya wapinzani wa kisiasa. Ameeleza kuwa uhuru wa kisiasa na haki ya kutoa maoni ni suala la kitaifa pekee, ama si suala la kitaifa pekee, bali ni wajibu wa kikanda kulinda misingi ya ustawi wa wananchi wote wa eneo la Afrika Mashariki.